Watu wengi wanaamini kwamba ili upate mafanikio unahitaji kwanza pesa. Ni kweli na wapo sahihi, lakini ukweli ni kwamba fedha hazikufuati kwa sababu unazihitaji. Fedha hukufuata kwa sababu unatoa thamani. Huu ndio ukweli ambao watu wengi hawataki kuusikia, kwa sababu ni rahisi kusema, ningekuwa na mtaji, ningekuwa na connections, ningekuwa na bahati. Lakini ukiangalia watu wengi waliofanikiwa, utaona kitu kimoja kinachofanana. Kabla hawajawa na pesa nyingi, walikuwa tayari wana thamani kubwa. Sasa swali ni, thamani ni nini? Subscribe kwenye chaneli yetu usipitwe tunapoachia video, washa na kengele, like na unaweza acha comment kuhusiana na maoni yako kuhusu hii video. Thamani ni uwezo wako wa kutatua tatizo la mtu mwingine. Kadri unavyoweza kutatua matatizo makubwa, ndivyo watu wanavyokuwa tayari kulipa zaidi. Na ndiyo maana fedha huenda pale penye thamani, sio pale penye maombi. Hebu fikiria mfano wa kawaida hapa Tanzania. Fundi anayejua kutengeneza simu vizuri anaweza kuwa hana degree, lakini watu wanamtafuta kila siku. Kwa nini? Kwa sababu ana skill ambayo watu wanaihitaji. Fedha zinamfuata. Mfano mwingine, msichana anayejua kutengeneza video nzuri za biashara. Kila kampuni inahitaji content. Anapata clients. Kwa nini? Kwa sababu anatoa thamani, sio kwa sababu ana bahati. Au kijana anayejua kutumia AI kuandika proposals, kutengeneza websites au kufanya marketing. Anaweza kufanya kazi akiwa nyumbani. Clients wanaweza kuwa Tanzania, Kenya, Uganda au hata Marekani. Fedha zinamfuata kwa sababu ana kitu ambacho wengine hawana. Sasa thamani hiyo hutokana na vitu vitatu vikubwa. Kwanza, moja, skills. Hiki ndicho kinachoweza kubadilisha maisha yako haraka zaidi. Sales, graphic design, video editing, programming, AI, copywriting, digital marketing. Hizi ni skills ambazo watu wako tayari kulipia kila siku. Ukijifunza moja tu vizuri, unaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Pili, bidhaa. Unaweza usiwe fundi, lakini una bidhaa inayotatua tatizo. Inaweza kuwa ni chakula au kinywaji, nguo, sabuni, software au hata huduma, usafi, delivery, bodaboda. Kama bidhaa yako ina thamani, fedha zitakuja. Tatu, uzoefu. Kadri unavyofanya jambo kwa muda mrefu, ndivyo unavyokuwa bora zaidi, na watu hulipa zaidi kwa mtu mwenye uzoefu. Ndiyo maana daktari mwenye miaka 20 ya kazi analipwa tofauti na aliyeanza jana. Ndiyo maana consultant mmoja anaweza kulipwa milioni kadhaa kwa saa moja ya ushauri. Sio kwa sababu saa yake ni tofauti, ni kwa sababu ya uzoefu aliyoujenga kwa miaka mingi. Lakini kuna kitu kingine ambacho watu wengi hukisahau. Unaweza kuwa na skill, unaweza kuwa na bidhaa nzuri, unaweza kuwa na uzoefu mkubwa, lakini kama huwezi kuviwasilisha kwa watu, hakuna atakayejua thamani yako. Hapa ndipo watu wengi hukwama. Unaweza kuwa graphic designer mzuri kuliko wote, lakini profile yako haieleweki. Huwezi kuuza huduma zako, hujui kuongea na clients. Matokeo yake, mtu mwingine mwenye uwezo mdogo anakuzidi kipato, kwa sababu anajua kushawishi, anajua kujenga trust, anajua kuwasilisha thamani yake. Ndiyo maana communication na sales ni skills ambazo kila mtu anapaswa kujifunza. Haijalishi wewe ni freelancer, mfanyabiashara au umeajiriwa. Ukijua kuelezea thamani yako, uwezekano wa kupata fedha unaongezeka sana. Kwa hiyo, badala ya kujiuliza, nitapataje pesa? Anza kujiuliza, nitakuwa na thamani gani ambayo watu wako tayari kuilipia? Kwa sababu, fedha hufuata thamani. Na thamani hujengwa kwa kujifunza, kwa kufanya mazoezi, kwa kushindwa, na kwa kuendelea kuboresha kile unachokifanya. Ukijenga thamani leo, fedha zitakuwa matokeo, sio lengo. Kama unapenda maudhui kama haya kuhusu fedha, AI, freelancing, uwekezaji na kujenga maisha bora, subscribe The Funded TZ. Learn, build, earn.